Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewaagiza watendaji wakuu wa Wakala wa Barabara Tanzania TANROADS na Wakala wa Barabara Vijijini na Mijini TARURA kufanya tathmini ya miradi yote ambayo malipo ya awali yameshafanyika na hatua za ujenzi zilizofikiwa katika miradi hiyo. Taarifa zaidi na Frank Kashonde. Ametoa maagizo hayo leo Jumatano, Disemba 17 mwaka 2025 wakati akizungumza na wananchi baada ya kukagua uharibifu wa miundombinu mbalimbali ikiwemo mzani wa magari Mpemba, mahakama ya Mwanza Tunduma, soko la Machinga, akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Songwe. Mheshimiwa Naibu Waziri, fanyeni sensa ya miradi yote ambayo wakandarasi walishapewa payment, walishapewa malipo ya, na mfanye tathmini ya kujua fedha hiyo ambayo imeshatolewa inalingana kwa kiwango gani ambayo imeshafanyika. Nipate taarifa hiyo, na wale ambao tutagundua kazi ile iko chini ya fedha ambayo wameshaipata, hiyo ni hujuma dhidi ya uchumi wa nchi yetu. Hawa lazima wafike kwenye mkono wa sheria. Akizungumza kuhusu usaili wa watumishi wa sekta za afya na elimu, waziri mkuu amewataka wahusika wote wa zoezi hilo wazingatie vigezo vilivyowekwa na wasitumie fursa hiyo kuwaweka watu wao. Kumekuwepo na manunguniko ya baadhi ya maeneo, watu kwenda na watu wao na vimemo vyao, na wale wahusika wa maeneo hayo kupitwa na nafasi za aina hiyo. Sasa hivi kila mkoa una shule, kila kata, kila kijiji kina wasomi, kila kijiji kina watu wenye akili. Kwa hiyo pamoja na kwamba anatambua kusudi la nafasi hizi ni kujaza nafasi kwenye maeneo haya ya elimu na afya yenye uhitaji, na kwamba haiwezi kamaliza tatizo la ajira kila eneo, lakini tunasema kila Mtanzania wa kila mkoa aonje keki ya taifa na anufaike na hatua nzuri ambazo serikali inachukua. Waziri mkuu ametumia fursa hiyo kumwagiza naibu waziri wa ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya ahakikishe wakati wa utiaji saini mikataba yote ya miradi ya ukandarasi malipo yake yafanyike kupitia benki na ndani ya nchi, na kisha ukandarasi usimamiwe vizuri ili fedha zote wanazolipwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali zitumike katika ujenzi wa miradi husika na si vinginevyo. Frank Kashonde, EATV. Asante Franki Kashonde kwa taarifa hiyo. Moto ambao chanzo chake bado hakijafahamika umewaka katika nyumba moja eneo la Katanini